Bwana Yesu asifiwe. 2026 wana urejesho tena. Karibuni. Asante. Mwaka huu tunaanza na mazungumzo kama wana urejesho. Sana sana tunaongelea kuhusu free will, hiari. Na ni topic ambayo tumetaka tuizungumzie mwaka huu mapema sana. Kwa uongozo wa Roho Mtakatifu tukaletewa hii topic ya free will. Kwa kifupi tu, ukiambiwa free will, Joyce mtumishi, unafikiria nini? What comes to your mind? Asante mtumishi. Nikifikiria free will kwa kifupi, ni hiari ya kufanya jambo, lakini pia ninaangalia katika upande wa hiari hiyo ya kwako au ni hiari ya Mungu. Kwa sababu kuna hiari yako na kuna hiari ya Mungu. Kwa hiyo just on the basis ni hiari ya kufanya jambo, lakini inatokana na nani? Na je, katika free will hiyo au hiari hiyo Mungu anataka nini au Mungu anaingiaje? Yeah. Hiari hiyo inatokana either wewe mwenyewe au Mungu au kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Yes. Yes. Natalie, karibu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa sababu nafurahi session hii Roho Mtakatifu ameruhusu uwepo. So free will ikija kwako baada ya wokovu, wewe umeichukuliaje? Mimi pia sijatofautiana sana na mtumishi Joyce. Kwa mimi naona ni ule uwezo ambao Mwenyezi Mungu ametupa kufanya maamuzi. Na mimi naona ametupa uwezo kwa kiasi kikubwa, lakini pia ametupa huo uwezo wa kufanya hayo maamuzi kulinganisha na mapenzi yake yeye mwenyewe. Na ndio sababu Bwana Yesu alipokuwa anatufundisha kusali, Mathayo mlango wa 6, sala inaanza kwa Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, lakini pia hapa anasema mapenzi yako yatimizwe. So anavyotuambia mapenzi ya Mungu yatimizwe ni kwamba sisi tunapomwangalia Mungu wakati tunapofanya maamuzi yetu wenyewe, je, tunayafanya kwa kumwangalia Mungu au tunafanya kwa kuangalia sisi wenyewe tunataka nini? Kwa mimi ndivyo ninavyoichukulia hiyo free will, ni kama mapenzi yetu sisi ambao tumepewa huo uwezo na Mungu wa kuchagua. Unachagua lipi? Unachagua linaloendana na mapenzi ya Mungu au unachagua kitu ambacho wewe mwenyewe unataka? Okay. Wanaorejesho bado ni mabinti wanawake ambao bado tunaweza tukasema wadogo. Priscilla mtumishi, ikija kwenye free will, katika kusoma lako neno la Mungu, tukiongelea watu ambao walipewa nafasi ya kuwa na hiari, wewe kwako anakuja nani? Na nini ikatokea? Ukiangalia definition aliyotoa mtumishi Joyce na Natalie, hiari yako au hiari ya Mungu? Nafasi ya kupewa kwa na hiari. Musa. Okay. Nikisema Musa ni mtu ambaye alikuwa saved ili aweze ku set free wana wa Israeli. He was the last of his generation, any of his bloodline, when it comes to wana wa Israeli from that bloodline. Na he was saved for that purpose. Na pale alipokuwa amewekwa kwenye nyumba ya Farao, alikuwa amewekwa kwenye sehemu ya kujifunza ili kuwaelewa wana wa Egypt at the highest level. Mungu alipoanza kumuita, alipewa free will in the aspect of timeline. Kumbuka alianza kuita wakati bado yuko ndani ya nyumba, kabla hajaua, kabla hajakimbia, kabla hajaenda kuoa na kuishi outside of Egypt or outside of the territory ambao Farao alikuwa anaanza kumtafuta. Na that is where he exercised his free will. Mungu akaanza kumwambia, utumishi wako ni hapa, nimekuita for this, I saved you for this purpose. Na ilianza pale alipoanza kuona watu wake
wanaumizwa, wale slaves wakipigwa, wanavyokuwa treated, ndo pale pale Mungu akaanza kusema na yeye. So nikisema Musa alikuwa na free will in regards to timeline, lakini kuna kipindi tunajua hata kwenye neno Mungu akamwambia Musa, amka ukasave watu wangu, kwamba there is only so much grace I can provide you with in regards to this matter, but still my will has to take place, especially pale Mungu alipokuwa ameweka seed yake kwa Musa. Kwa mimi kwenye Biblia ninaona kwamba in the aspect kwamba Mungu hata pale anakuwa na utumishi na wewe na jambo na wewe, kwenye aspect of free will, he gives you time to center yourself or to find yourself or to accept kwamba, you know, there is still purpose in your walk with him and there is something that he requires you to do. So mimi nitasema kwenye that aspect. Tumishi Joyce, free will. Hebu tuanzie mwanzo. Tunavyosoma Biblia, mwanzo. Let's talk about Adam and Eve. And actually mtumishi, hiko ndo nilichokuwa na kitafakari. Nimeangalia tu the whole essence of free will, na Mungu alifanya nini kipindi cha Adam na Hawa. It made me go back katika mazingira ambayo Mungu aliwaumba, akawaweka katika bustani ya Eden, akawapa haki za kufanya kila kitu katika bustani, lakini aliwapa angalizo moja, akawaambia mti wa katikati usiliwe, matunda ya mti wa katikati. They could do everything else within the garden, taking care of the garden, the animals and everything that is there. Lakini kuna kitu kimoja ambacho Mungu aliweka restrictions. Na hapo nadhani ndio hii essence nzima ya human free will ilipokuja, kwa sababu Mungu alitoa kibali waweze kutawala, lakini pia aliweka restriction ya kutaka kuona restriction hii niliyoiweka mwanadamu atafanya nini. Nilikataza lisiliwe tunda la katikati, lakini tunaona Eva alisikia sauti za mazingira, sauti, sikio lake lilisikia kitu kingine. Na inanijia tunaenda back na hata tulivyokuwa tunapata mafundisho ya mwalimu kuhusu usikiaji. Tunasikia nini? What our ears are hearing. Tunasikia kile ambacho Mungu anataka tusikie, au kuna vitu vingine tunavyovisikia. Eva alisikia sauti ya mgeni, ikamshauri akaenda akafanya kitu ambacho Mungu alikataa. But then inanileta mahali ambapo free will ya mwanadamu, na pale sasa ndio ilikuwa mwanzo ambao ni kama mwanadamu alikuwa anataka afanye vitu sawasawa na Mungu. Kwa sababu shetani aliwaambia nini? Aliwaambia mmeambiwa kwamba mkila mtakufa. Sio maana yake mtakuwa kama yeye, mtaona kama yeye. So mwanadamu akaanza kuingiwa na ile hali ya kutaka kufanana na Mungu, hali ya kutaka kuwa kama na, anasahau kwamba tayari alikuwa ameshapewa mamlaka kwamba yeye na tumuumbe mtu tumfanye mtu kwa mfano wetu. Vingine vyote vilitamkwa kwa maneno, lakini ilipofika katika utengenezaji wa mwanadamu, Mungu alisema tuumbe kwa mfano wetu. Kwa hiyo literally mwanadamu alikuwa tayari yuko kama Mungu, lakini Mungu alitaka kuona, je, nikiweka maelekezo ya do not touch, will you touch? Utafuata sheria. Lakini mwanadamu bado akawa na ile hali ya kutaka, no, I want to be like God. But where did that take us? Hiyo ilimpeleka wapi mwanadamu? Imetupeleka mahali tulipo sasa, imetupeleka kwenye umauti. Imetupeleka kwa sababu alisema hakika utakufa. Inawezekana katika kipindi kile mwanadamu aliona sitakufa, lakini hakika utakufa. Hutakufa there and then, but slowly you will die. Mungu alitaka mwanadamu yumkini aishi maisha forever, but then we are dying. Why? Because of the consequences ya kuamua kuchoose what was outside of the instructions of God. Kwa hiyo there now inakuja free will katika kitabu cha Mwanzo, kwamba mwanadamu aliamua kuchoose his own free will, lakini hiyo free will ikaled into the consequences that we have today. Yeah. Sauti mtumishi. When there is free will ipo, lakini tunaona ya kwamba free will inakuja na grace and mercy. Yeah. Lakini at the same time Mungu anajua nini alipanda ndani yetu. The likes of Moses. Mungu ajuaye mwisho
tangu mwanzo. You see. Lakini mi natamani sana tuende kwenye mifano ambayo tunaijua tunavyosoma neno la Mungu. Free will, tukiongea free will, mimi na Mwanza Ruth. Natalie. Ruth, kulikuwa kuna Ruth na yule mwingine anaitwa Orpa. Walikuwa na uwezo, wamefiwa wote, na Ruth akaamua kubaki. What does that tell you? Mwisho wa siku tunaona imetokea nini? Free will. Yule ambaye aliondoka, mi nataka tumwongee kidogo. Yule aliondoka, kuna sehemu yote tena aliongelewa? Hapana. So aliongelewa tu hapo Oprah, right? Yeye mimi ninavyodhani aliangalia zaidi kule alikokuwa ametoka, aliangalia nyuma, hakuangalia mbele. Neno la Mungu linatuambia tukazane kufikia ile ahadi ya mbele ambayo ni nini? Wokovu na kurithi uzima wa milele. Lakini ni kama mke wa Lot pia, Lutu. Jinsi ambavyo aliangalia nyuma, ingawa aliambiwa usiangalie nyuma, moto ule ulivyoshuka Sodoma na Gomora, aliangalia nyuma kwa matamanio ya kwamba atayakosa yale maisha, zile raha alizokuwa anazipata za kidunia. Ndivyo ninavyodhani Oprah aliangalia kwa mtazamo huo, kwamba alitaka kuyarudia yale maisha ya nyuma. Alitaka kurudia, na kwa sababu Naomi mama mkwe wao aliwaambia kwamba nendeni kwa watu wenu. Kwa hiyo alipoambia nendeni kwa watu wenu kwenye imani yao ya miungu mingine, yeye ndicho alichokiangalia kwamba kule kuna vitu gani ambavyo wakati yeye ameolewa alivikosa. Unaona? Lakini mwenzake on the contrary akachagua nini? Akasema Mungu wako, anamwambia mama mkwe wake, Mungu wako atakuwa Mungu wangu, watu wako watakuwa watu wao. Lakini mwenzake hakuona hivyo. Kwa hiyo kwa mimi sauti ninayosikia ya Mungu inasema nini? Kwamba kama hutaongozwa na Mungu katika kufanya maamuzi yako ya aina yoyote, kama wanadamu, Biblia inasema tumeshapungukiwa na nini? Tuna dhambi na tumepungukiwa ule utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kama maamuzi yetu tunayafanya kwa kufuata miili yetu inataka nini, hatutafanya maamuzi sahihi. Ndio maana Mungu anaweza kumwambia mtu, ondoka kwenye huu mji, nenda kwenye ule mji mwingine. Wanaisraeli walikuwa wanadilia nini wakati wametolewa Misri, wanapelekwa kwenda Kanaani? Vitu gani walikuwa wanavimisi? Kitu kimoja ambacho mpaka leo kinanishangaza ni vitunguu. Sisi bado sielewi. Kwa nini unamisi vitunguu? Katika vitu vyote vya kumisi duniani unasema kule kulikuwa na vitunguu, matikiti maji, sijui swaumu. Unaona? Yaani lazima tujifunze. Mungu anaangalia mioyo yetu kwamba nini tumekiweka ndani, nani tunamchagua, na hapo ndipo tutakapofanya maamuzi yaliyo sahihi. Mioyo. May I add on that? Kwamba kuhusiana na Ruth, I feel like pia ukisoma Ruth pale, I really like tulivyoongelea kuhusiana na kurudi nyuma. Ndio agano la ndoa, that means for a woman unakuwa kwamba you're one with your husband, especially when it comes to his family. They've lost children, they've lost husbands, they've lost family. Yes, there's a lot of loss pale. Lakini I think Ruth alishakubaliana na hali kwamba mimi tayari niko wa familia hii. Na alivyokuwa na exercise free will yake, nimeangalia from the aspect of intention. Naomi ni mtu mzima. She's an aging woman. How do I leave her behind? Alone, Mwana. So I might go to my people, but what of Naomi? And I think that whatever was leading Ruth at that time, I would love to believe that intention ilikuwa pia ni mapenzi yake kwa her mother-in-law. Na naona kama Mungu alivyoona na exercise her free will, aliangalia hilo. When she was exercising, I can't angalia kitu gani. But I think there is an aspect of intention when we're doing our free will. Pia Mungu analiangalia. Na ndio maana she was rewarded the way she was rewarded. Na mtumishi, labda kuzungumzia hapo kwenye aspect ya mioyo yetu kujaa vitu ambavyo sivyo, na tunajikuta tunatoka nje ya mstari. Ndio inakuja pale pale sasa kwamba tumeongea kuna free will na neema ya Mungu ilimkuta Ruth. Yeah. Akafanya the right decision. Yeah? Lakini mimi naenda tu mtumishi kwenye mifano mingine katika Biblia. Ni wangapi ambao
waliamua kutumia maamuzi yao binafsi na the consequences ambazo ziliambatana kutokana na vile walivyokuwa wanavitaka. Na ukiangalia hivyo utaona tunapewa mifano mingi sana. Nadhani just in support of Ruth, mimi kwangu kwanza pia ilikuja Mariam, mama yake Yesu, ambaye yeye aliambiwa Mariam, utabeba mimba, utamzaa mwana, jina lake litakuwa Yesu. Alikuwa hana maamuzi ya kusema hapana. Lakini what did she say at that particular time? Alisema na iwe kama ilivyoamriwa katika akijua nini? Akijua kwamba mwili wake ni hekalu la Mungu. So whatever that God wants to be done kwenye mwili wake, acha kifanyike kwa kusudi la Mungu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba aliruhusu kwenye ile neno tulilolisoma sasa, hatua za Mungu zimuongoze. Mungu aongoze hatua zake. Mungu awe lead katika hatua zake. Lakini pia utaona katika mazingira ya baadhi ya watumishi ambao hawakuisikia sauti ya Mungu wakafanya mambo yao binafsi. Tunaenda kwenye Sauli. Sauli Mungu alimchagua. Alimwambia atakuwa mfalme wa kwanza juu ya taifa la Israeli. Baada ya Mungu kuona kwamba Israeli walikuwa wanapiga sana makelele na wao wanataka wafanane na mataifa mengine, Mungu akamuinua Sauli. Sauli akawa mfalme. Lakini Sauli kuna mahali alimkosea Mungu. Alipoambiwa nenda kaangamize adui, ukaangamize kila kitu, usibebe chochote, yeye akachukua vile vilivyonona, vile alivyoviona vina thamani, akavipeleka wapi? Akavipeleka Israeli. Mungu alisema ninajuta kwa nini nimemweka Sauli katika nafasi niliyomweka, kwa sababu kile ambacho Mungu alitegemea sicho kilichofanyika. Hapo umesahau kwamba Sauli aliruhusu kichukuliwe kwa sababu watu walitaka, na akasema akasema sauti za mazingira, sauti. Kwa hiyo wakati mwingine sauti zina to lead into making the wrong decisions. Au watu. Nani ataniona? Unamsikiliza nani? Ataniona. Sauti gani unaisikia? Kwa hiyo baadaye tunaona aspect ya vitu, watu, chakula. Chakula. Lakini umesema kwenye free will kuna consequences. There's something that we spoke about. Consequences. Consequences kwenye free will. Tunaona free will ya tulikuwa tunamwongelea Sauli hapa. Free will ya Sauli ilidi into nini? Alitolewa kwenye mamlaka. Free will ya Sauli ilifanya Sauli akaishia kwenye umauti, akachaguliwa Daudi badala yake. Lakini pia tunaona free will nyingine ni ya nani? Ya Ibrahim kwa mfano. Mimi ninaweza nikasema kwamba Ibrahim mara ya kwanza alikuwa anamfuata Mungu kwa maelekezo, toka mpaka nchi nitakayokuelekeza. Akaenda. Lakini kuna mahali palifika Ibrahim hakuisikiliza sauti ya Mungu, pale ambapo hata mke alimshawishi akamwambia azae na mjakazi. The consequences ilikuwa ni nini pale? Tunaweza tukaona kulikuwa hakuna consequences, lakini ilikuwepo kwa sababu Mungu alimnyamazia Ibrahim kwa muda wa miaka 13. Baada ya Ishmael kuzaliwa, Mungu hakuonekana kuzungumza tena na Ibrahim chochote. Mpaka Ishmael alifika miaka 13 ndio Mungu akamkumbuka tena nani? Ibrahim. So you can imagine the consequences of God going quiet on you. So God going quiet. Grace, naomba ni point out a pattern here kwenye sauti, na especially kwenye agano la ndoa. Tunaona kwamba Eva alimshawishi Adam. Sarah akamshawishi Abraham. I think kwenye free will there's a role wanawake wana play. So kuna umuhimu sauti ambao sisi tunasikiliza iwe the right voice of God, God's will. Kwa sababu kuna kitu Mungu ametuwekea sisi ndani, tuna uwezo wa kushawishi hadi waume zetu na wakafanya kitu ambacho waliambiwa wao na Mungu directly. Hivi unajua kitu ambacho Adamu aliambiwa na Mungu, Ibrahim aliambiwa na Mungu, akaoneshwa the skies kwamba you see all the stars, that is as many of your generation. But kizazi kitoka kwa Sarah. Both men went to their wives and told them, and they had doubt. Mtumishi, samahani hapo naingia kati, ameongea kitu hapa cha wanawake, sauti za wanawake, and it took me back kwenda kutafakari kwa nini Mungu alimuumba mwanamke.
Tunaambiwa Adam aliumbwa peke yake, Mungu akaamua kumletea msaidizi. Kwa hiyo mwanamke amewekwa kama msaidizi, lakini tukiangalia katika Utatu Mtakatifu, msaidizi ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Na characters za Roho Mtakatifu ni nini? Matunda ya Roho Mtakatifu ni nini? Tunarudi pale kwamba tunaambiwa Roho Mtakatifu anatufundisha kuongea yapasayo kusema, ukisoma Luka 12:12. Lakini pia Roho Mtakatifu anakuletea maono, anakufunulia zile siri zilizoko sirini, anafumbua mafumbo yaliyo magumu. Kwa hiyo mwanamke kama msaidizi ana hizi sehemu zote za kuplay. So you can imagine if a woman has all these powers in her, ambazo inawezekana akawa hajui kama anazo, na hiyo impact ya yeye kuweza kumshauri mwanaume ku make the wrong choices. Maana yake ni kwamba wanaume wanatakiwa wawe na sikio la ziada la kusikia. Lakini pia sauti ya mwanamke inasikia kutoka wapi? Kwa sababu kama sisi tunatakiwa tusikie vya Roho Mtakatifu ndo tuweze kunena, maana Roho Mtakatifu anatupa kuzungumza. Sisi hizo sauti tunazozisikia zinatoka upande wa nuru au upande wa giza. Kabla hatujaamua kushauri, tumetoa wapi huo ushauri? Kwa sababu mwanaume anakuwa ana weak mind, kwa sababu Mungu ndio alivyomtengeneza awe ni mtu wa kuweza kusikia kile anachoambiwa na mwanamke na akafuata. Lakini what are the consequences of doing that? So ndio hapo uliposema mwanamke, nikawa nawaza mimi kama mwanamke ni dada, ni mke, ni mama mkwe. Yes. Umeona? Na there are a lot of things going around around women. Lakini najaribu kufikiria ni hatari sana kama wewe ambaye ni msaidizi na tunachuia kwamba umeokoka au labda hujaokoka, lakini kwa mazungumzo yenu what I'm getting is unapokuwa msaidizi na ukiwa umeokoka na ukilisoma neno la Mungu, utakuwa unasaidia au kutoa ushauri unaojenga au unaopeleka mwenzio, familia, taasisi au hata dunia nzima a certain direction ambayo Mungu ametaka iwe. Tuzungumzie, kanjua wengi wanaotuangalia sio wote wameokoka. Au yamkini yawezekana wapo ambao waliokoka lakini wakadondoka. Tuzungumzie free will when it comes to that. Mimi nataka tuzungumzie kuhusu free will when it comes to God's grace and mercy. Namkumbuka yule mtoto mwana mpotevu, mtumishi Priscilla, mwana mpotevu, yule alitaka urithi wa baba yake, wawili, kaka mtu alikuwepo pale, lakini yeye vitu, tunaoni pale vitu, na moyo wake ulikuwa unataka kitu gani? What happens? Nimeokoka, nimedondoka. Free will. Could be nimedondoka, labda nilipata mchumba, nikasikia nikaona Mungu labda hajanipa maono, nikaamua kwenda tu yule mimi nayemtaka. So unajua, when it comes to mfumo wote ambao you're part of, wa kimwili wa kiroho, kuna mipaka ambayo imewekwa, kuna laws, kuna guidelines, kwenye makampuni yanaitwa policies, right? Kwa tayari kuna namna ambayo tunaambiwa what is wrong and what is right. So that is where the free will comes in. Kwa hata kuna day-to-day basis, we make a lot of choices ambazo not necessarily tunamsikiliza au tunamuomba, guidance kutoka kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo whether you are saved or not saved, whether ambao ni mtu ambaye unajiona kama ni mtu unamtumikia Mwenyezi Mungu or you don't, there are places where we know we're exercising our free will. Pale unapotanua barabara, unajua nyakati za barabara zinasema kaa kwenye mistari, ndio maana wanachora ile mistari kutuambia fuateni hizi. Unapita the red light, you're not supposed to do that. Kwa unapita huku unajua ume exercise free will, lakini unaweza ukakutana na traffic mbele, ukapigwa fine. So fine inaweza kawa 20,000 kama unayo, kawa ni jambo ndogo, au unaweza ukanyang'anya gari, ukakutana na sasa na mabosi wenyewe wakasema wewe kwanza, wewe unaonekana ni
ni mtukutu. Sawa. So I think personally, when you have decided to listen to God, when you have instilled yourself in a day-to-day basis kwamba wewe ni mtoto wa Mwenyezi Mungu, whatever your denomination is, whatever your religion is, unakuwa kwenye sehemu ambayo tayari una knowledge, una maarifa ambao wengine hana. Kwa unaelewa the aspect of consequences, the aspect of delay from choices we make. Kwamba mimi nikija nikakwambia Grace, ufanye hivi, sio kwamba nakwambia for nothing. Mwenyezi Mungu hatuambii kila kitu, lakini kile ambacho amekuambia, it's a guideline. What do you do with it? Tamaa, pride, shetani naye anasikiliza, inakuja. Mungu hawezi kumjua yule mwanaume kupita mimi. Very ridiculous. But at that point, you want to believe that you know him better than God. Right? Au kwamba Mungu amekosea kusema kwamba uende China. Utaka kwenda Paris, utaka kwenda huko France. Kwa sababu pazuri zaidi. It's more your thing. Lakini kwa upana wa Mungu ulivyo, that is pride. Let's call a spade a spade. What we're doing is pride. Because we want to believe kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kujua zaidi na mimi ninavyojua. Sawa. So if we decide to do something different to God, it doesn't mean Mungu atafuja atatupiga. Anaelewa kwamba sisi from the information we have, we want to believe kwamba tunajua zaidi. Out from the lack of information, we are curious enough to say, let me see. Ile curiosity kills the cat. Yani, subiri nikachungulie, labda itaweza kuwa tofauti. Afu unataka kurudi tena kwa Mungu, kwamba najua ulisema kwamba nisifanye hivi, lakini naomba ukibariki. Kwa sababu bado tunaelewa kwamba if God does not go with us in the choice that we're making alternate to him, we need his grace. Kwa hata kibinadamu bado tunajua tunahitaji grace yake. Unajua mtumishi ameongea kitu hapo kikawa kinanijia. Nikakumbuka tule mstari kutoka kitabu cha Warumi mlango wa 9 ambao unasema Mungu huwabariki anataka kuwabariki, ananyeshea mvua wote na nini. Ikanirudisha back to what you are saying. Tuangalie free will in the perspective kwamba mtu ameokoka na mtu ambaye hajaokoka. Ni kweli Mungu anapoachilia neema yake, the grace is for all. Yule ambaye anakuwa kwa kipindi hiko hajui. Na ndio maana neno la Mungu linatuambia aspect ya kwamba mlipokuwa watoto wadogo, mlitembea kama watoto wadogo. Kuna nyakati Mungu anakulisha chakula cha maziwa na uji mwepesi. Lakini kuna wakati fulani ukifika, hutakula chakula chepesi tena. Mungu atakulisha chakula kigumu. Kwa nini? Kwa sababu tayari umeshaijua iliyo kweli. Sasa tuangalie hii free will ya hawa ambao bado hawajamjua Mungu na kitu gani Mungu anataka. Na ndio ile unakuta mara nyingi watu huwa tunasemaga, Mungu akipanga amepanga. You understand? Mungu akipanga amepanga. Ni kweli Mungu akipanga amepanga. Na hata wanasema kama ni kusudi la Mungu litakuwa tu. Yeah? But unapokuwa ndani ya Kristo, utajua Mungu anaweza akawa na kusudi juu yako, anaweza akawa amekupangia kusudi, but it will not come easy. Kwa nini? Kwa sababu ya utii. Utii, mtumishi. Kwa hiyo atakwambia hili ni kusudi lako ndio, lakini kuna mahali utapita. Nakumbuka tulikuwa tunaongea earlier kwamba Mungu akikupa kusudi haimaanishi kwamba itakuwa bed on roses, una sleep on roses. Yani maana yake ni kwamba kuna vitu vitatokea katikati, kutakuwa kuna milima, kutakuwa kuna mabonde. Mungu atataka uombe zaidi, atataka upate nguvu zaidi ili uweze kutembea kulifikia lile kusudi katika wili yake. Ili watu wasidhanie kwamba wili ya Mungu inakuja tu kirahisi. Ulivyosema, alikaliwa kimya miaka mingapi? 13. Kwa hiyo it is okay. Yes. When God is silent, it doesn't mean kwamba he's not there. Yeah. Ila tu ni kwamba tujitafute. Hapo wakati unaongea Roho Mtakatifu akanikumbusha free will na sadaka. Free will na sadaka. Nikakumbusha yule
alisema hichi kiwanja changu cha Mbezi takiuza ndakitoa kwa kanisa. Unamkumbuka ni nani alikuwa anaitwa? Aliambiwa, alisema yeye na mke wake watoe kiwanja. And then vitu vya Mungu huwa vinaongezewaga thamani. Yes. Umeona? Yes. Thamani ikapanda kuliko ile. Yeah. Tamaa ikamuingia. Mwanamke, tamaa ikamuingia. Anania na Safira. Yes. Tamaa ikaingia, wakaamua kuweka chobingo. Yes. Certain amount, alafu wakapeleka certain. Yes. And then waliulizwa nini? Waliambiwa kwa nini mmeamua kumdanganya Mungu? Wao walidhania kwamba walikuwa wanadanganya kanisa, wakasahau Mungu anaona vilivyoko sirini. And you know, as we have said earlier, kwamba consequences zake zilikuwa ni death. Mauti. They died. So when it comes to free will, na katika kusikia na katika utii, tunaelewa kabisa the consequences. Consequences, mauti. Sometimes unaweza ukakuta kuna magonjwa, familia hii ina certain magonjwa, vifo vya ghafla, kuna vitu vinatokea. Could it be somewhere? Definitely. Somewhere, someone. So kwenye, we were talking about this earlier, and Grace, napokisema ni una land exactly where it's supposed to be. Umeanza ukasema obedience. Na pale kwenye Deuteronomy 28, chapter 28 from verse 1, we're seeing the commandments, we're seeing pale Moses anavyoongelea kuhusiana, because Moses or Aaron, I think alikuwa anaongea, Moses, kuhusiana na the blessings and curses, and that's where you're going. Which, when we are not obedient to God, there are curses. And when God curses, he just doesn't curse you. It's vizazi. I think it's 3 generations. So, from 3 to 4. So imagine what your great-great-grandfather was cursed. Wewe unatembea nacho. Lakini hata kama unatembea na hiyo curse, but God is giving you the grace and mercy to break it, to be the one to set your family free from those curses. Lakini kuna tabia na kuna namna na hatua ambazo unafanya inabidi ziache. Kwa sababu sio tu ugonjwa, inaweza kawa ni uongo, inaweza kawa ni scam artistry, inaweza kawa ni ulevi, inaweza kawa ni drugs, inaweza kawa ni sexual sin, inaweza kawa ni uuaji. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunatembea navyo kifamilia, unasema ile familia ile wako hivi na hivi. Kila familia kuna mtoto mmoja. I was speaking about this last week and I said, I rebuke that saying. I don't think it's fair kwamba kwenye watoto wako 3, 2 hata huyo mmoja unamwambia shetani kwamba kuna huyo ambao unaweza kuna malango unaweza ukaja ukamchukua. Hapana. Umeona? Kwamba ili kuwepo in the back, but now in my kizazi hamna mtoto yote atakuwa ni sehemu ya kwenye kuzimu. Hamna mtoto yote ambao atatembelea kwenye where the curse said lazima watembee. Ndio maana Mungu anatupa the grace ya kusema kwamba sasa tuanze kuvunja. Rudi ili tuweze kuweka vitu sawa. Sasa ndo pale unachagua. Will you carry the baggage and the luggage for your family to break it? Or at least to start to where paka Mungu atapokuruhusu uache. Ili ataofuata akute hali kidogo imekuwa inafadhali, aendelee pale mpaka Mungu atasema basi imetosha. Amen. Mimi naomba forgesa, going back to grace and mercy. So una umuhimu wa kuwa katika toba. Toba tu kwa ajili yetu sisi wenyewe, lakini toba kwa ajili ya familia. Kwa sababu tunajua kwa damu ya Yesu laana zinavunjika, mikosi, bahati mbaya na dhambi zinafutwa. Biblia inasema aliyabeba mateso yetu, alibeba magonjwa yetu, infirmities, amelipa madeni yetu. Kuna umuhimu wa kumwendea Mungu kwa moyo wa upendo wa kweli versus kwenda kwenye Biblia inasema watu hao wananiabudu kwa vinywa vyao lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Kwa hiyo sio kufanya vitu routinely, inakuwa tena hiyo ni religion. Lakini kufanya vitu kumwendea Mungu kwa upendo wa kweli kutoka moyoni. Kwamba tunaomba toba.
Kitu kingine ambacho wakati mnaongea nimekipata ni kila kipindi ambacho hulisikii sauti ya Mungu, inawezekana amekaa kimya, sio kwa sababu kuna kitu umefanya, lakini anataka kuona usiposikia sauti yangu itafanya mausikia kwa sababu kama usikii sauti ya Mungu bado una neno lake kwenye Biblia ambayo ni sauti yake pia. Naona. So kuna kipindi Mungu atakaa kimya, ndio kama alivyokaa kwa Abraham, kama alivyokaa kati ya Wanaisraeli na mpaka Yesu amekuja, ilipita miaka mingapi? 400 sikii sauti yake. Walifanya nini? La, Mungu anavyotufanya sisi kuwa tofauti, kwa sababu Wanaisraeli walitaka Sauli kwa sababu gani? Walitaka kuiga vilivyo wengine, kitu ambacho wanadamu karibu wote tunaiodhani kwamba yule anaendesha gari nzuri na mimi naitaka, ana nyumba nzuri na mimi naitaka. Yaani Mungu hakukupangia wewe uwe na gari, Mungu alikupangia wewe uwe na ndege. Unaona? Lakini sasa tunajikuta tumeshuka kwa zile baraka ambazo Mungu alitaka. Inawezekana Mungu alipanga uwe na mashamba, usiwe na gari, usiwe na ndege, wala usiwe na nyumba, lakini utakuwa na mashamba, utakuwa na tractor, utakuwa na vitu vingine. Unaona? Walawi hawakupewa possession ya mali. Lakini kila sadaka zilizokuwa zikipelekwa whatever he made was theirs. Hawakuwa na kitu. So pia kuna ile kujiuliza, je, katika unafanya maamuzi kama nani? Unaelewa mapenzi ya Mungu? Jamani la Mungu nasema tumsapte tujue his good and perfect will. Samani mwongea kwa Kiingereza. Kwa tukijua hiyo nia ya Mungu na tusaidiaje? Kwa Biblia inaelezea kwamba anaanza kubadilisha mawazo yako, tabia zako. Kwa nazo tuombe Roho Mtakatifu naomba unisaidia. Na mimi najiona kipindi kigumu ni kile ambacho huisikii sauti ya Mungu. Pati maono, unaenda kusali wala usikii maagizo yote anaokupa Mungu. Unabaki unasema, unaanza kuuliza labda nimetenda dhambi, labda nimefanya hiki. Na nimalizie kwa kuongelea ile Kutoka mlango wa 20 amri ya kwanza ambapo Mungu anasema tumwabudu, tusitengeneze vinyago, vitu vinavyofanana na vilivyoko mbinguni, duniani au chini ya maji. Akasema yeye ni Mungu mwenye wivu, anapatiliza kizazi cha 3 hadi cha 4. Lakini hapo grace yake atasema lakini inabariki mpaka vizazi 1000 vya wale wanaolipenda. Kienda kwa kitabu cha Ezekiel, sikumbuki chapter, lakini Mungu anasema sifurahishwi kuwaona wenye dhambi wakifa. Yaani anasema I would rather, ni bora, yani anafurahishwa kuwaona wakitubu, wamrudie yeye, samehe. Na la pia Deuteronomy pia, Kumbukumbu la Torati pia anaongelea, Mungu anasema kwamba mzazi ataadhibiwa kwa kosa la mzazi na mtoto ataadhibiwa pia kwa kosa la utoto. Kwa Mungu pia ana mercy kwa sababu anajua wewe mtu amezaliwa katika dhambi, lakini sio yeye anayetenda hiyo dhambi. Lakini mtu huyo pia kulikuwa na condition kwamba wewe ambaye hutabeba dhambi za uzao wao uliopita, matendo yako yapoje? Toa wasema kama wewe unaenda unasipata sheria zake, unaheshimu Sabato, unafanya mapenzi ya Mungu, bota ukole. So hapa cha muhimu ni kuanza kujitafakari kama binafsi kwamba mioyoni mwetu tumeweka nini. Free will ambayo iko katika mioyo yetu in a way ya kwamba moyoni mwako kama una Isaka, hawezi ukaenda kwa makusudi ya Mungu. Lazima umuondoe Isaka kwanza. Moyoni mwako umeweka kitu gani? Unaona? So to me it's ni muhimu sana kwamba kulijua neno la Mungu, moyoni mwako kujichunguza. Mioyo yetu imejaa laana, tumejaa matamanio. Sauti za watu ziko nyingi sana, especially sasa hivi generation, sauti ziko nyingi sana. Mitandao, influences ziko nyingi kila kona. Kwa hiyo tumejiwekea nini? Usipojua neno la Mungu, obvious, sauti zitakuwa nyingi, utapotea. Unaona, miruzi ikiwa mingi sana, huwezi kujua wapi ufuate. Mtumishi Joyce. Mimi mtumishi nimewasikia, na wakati mtumishi hapa alikuwa anaongea na what you are saying, ikanirudisha kwenye, nilikuwa naangalia tunapokuwa chini ya Kristo, sisi ni nani? Nikagundua kwamba neno la Mungu linasema, nadhani tukisoma kitabu cha Warumi 6:16, tunaambiwa habari tuko kifungoni mwa Kristo.
Once umeamua kumpokea Yesu, wewe ni mfungwa katika Kristo. Tuko wafungwa ndani ya Kristo. Na ndio maana hata pia ukiangalia kitabu cha Timotheo wa pili, nadhani mlango wa 2, unaongelea kwamba sisi ni vyombo ndani ya hekalu la Bwana. Kwa hiyo vyombo hivi tunaambiwa kuna vyombo vilivyo na heshima na visivyo na heshima. Lakini sisi wote ni vyombo ndani ya hekalu la Bwana. Sasa ninawaza tu kwamba kama sisi ni wafungwa ndani ya Kristo, wafungwa wanafanya nini? Tuangalie wafungwa walioko magereza wanatembeaje? Wanakaa chini ya sheria ya nani? Maanake kuna the highest power ambayo ina control wafungwa. Mtakula muda gani? Utalala saa ngapi? Utaomba saa ngapi? Utaoga saa ngapi? You understand? Yote hayo ni kwamba kwa sababu uko chini ya mamlaka. Na nilipokuwa ninatafakari tu ikaniletea kwamba je, sisi tuko chini ya mamlaka ya nani? Kama tumeokoka, tunampenda Yesu, tumemwaccept awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, maana yake ni kwamba tuko chini ya mamlaka ya Kristo. Na ina maana tuko ndani ya vifungo vya Kristo. Tumefungwa ndani ya Kristo. Lakini pia katika ulimwengu huu tuko chini ya wingu lake. Nimekaa tu ninawaza watoto wetu tunawaambiaje, tunawalea wakitukosea, wakiwa wanafanya vitu ambavyo hatuvipendi. Tunawaambia you are living under my roof. You need to follow my rules. So whoever live under your roof lazima afollow sheria za ile nyumba. So kama sisi tuko chini ya ulimwengu huu, tuko under roof ya Mungu. Yes. Sasa kama tuko under roof ya Mungu, what are we supposed to do? Lazima tu follow sheria za yule ambaye tuko chini ya anga lake. Kwa hiyo maana yake ni kwamba as much as we are saying kwamba mwanadamu amepewa free will ya kuchoose, lakini unapokuwa ndani ya Kristo inawezekana ukawa huna free will tena. Kwa sababu kuna wakati utaamka, Mungu atakwambia I don't want you to wear that. Wear this. I don't want you to eat a certain type of food. I want you to eat this. I don't want you to take this route. Nataka uchukue njia hii. Na sio kwamba utashindwa kwenda ukiamua. You go. But kama tulivyoongea, what will be the consequences? Nakumbuka mimi kuna siku nilikuwa natoka nyumbani, namwambia Roho Mtakatifu, which road should I take today? Nimechelewa kutoka kazini, naenda kazini, nikaambiwa pita njia fulani. Ikafika pale mahali nilipoambiwa nipite njia, nikaona magari yanaenda. Badala ya kudivert kwenda kwenye ile njia niliyoambiwa, mimi nikaamua nikasema ngoja tu ninyooshe, barabara inaenda. Nikafika pale mbele ngwana roundabout ikawa imestuck. Magari hayaendi. Alafu baadaye nikawa nasikia ndani yangu, I told you you should take another route. But you never took that route. Ukaamua kutake free will. So nikajikuta muda ambao, maana mimi mara nyingi sana nikichelewaga hata kutoka nyumbani, Roho Mtakatifu ananiambiaga, 2:30 utakuwa umeshafika. But follow the route ambayo unataka wewe ufike. Au 2:00 utakuwepo. Au 2:00 utakuwa uko kazini. Mimi mara nyingi sana inanitokeaga. Lakini nikifollow ile sheria, nisipofuata ile sheria, najikuta nachelewa. Lakini sasa whose fault is that? Did you listen what you were told? It's so interesting. Hata tukisoma kwenye Biblia, the patience God has when he's calling the first time. Kumbuka kuna ile Mungu anapokusummon, when he starts reaching out to you. Na kuna watu ambao unakuta unaanza kuota ndoto, au kuna watumishi wa Mungu wanakufuata, wanasema unaitwa fulani na ujumbe wako. Tukiangalia kwenye dunia sasa hivi. And then there is the other side where sisi wenyewe tunaenda kumuuliza Mungu kitu. Halafu tukipewa majibu, tunaanza tuyataka. Tunataka kile unachotaka kukisikia. Kwa hiyo it's like no matter what God says to us, it's like it's in us to start asking and challenging. Yes. Like, yeah, God is calling you. Me? Not me. God says you have to go. Utakuwa you will be ruling the nations, or the nations will bow to you. That's not me. God must be talking about my sister. Can't be me. Lakini pia, the same breath, Mungu kuna jambo fulani nimeliona. Au kuna kazi nimeomba. Mungu anaambia hapana, hiyo ni kazi ya grace. Au hiyo ni kazi ya neema. Au ni kazi ya fulani. Unaweza kubisha. Lakini mimi nataka. Sawa mwanangu, lakini hiyo kazi ni ya fulani. Umeona? Tunaanza kubisha. And I think that's where the free will may be
You know, is it something that came to us because of sin? Because we are ready to start wrestling with God. Na kuna kipindi nilikuwa naongea na Mungu, sema I understand. Mungu alikuwa anasema na mimi kuhusu kitu. Then akaisema in a way kwamba sitaki ukichukue at that level. Sitaki uchukue kama chupa ya maji ya Kilimanjaro lita 1. Nataka ukachukue kama think tank. Akasema hey. Now my father, that is how do I carry that think tank? Will it have water? Will I have help? Who will help me with the car? Vyote nikaanza kujiuliza. Mungu akaniambia, ingekuwa upande wa pili, wangesema, what do I need to sacrifice for that? So it's like watoto wa Mungu tunapenda kuwrestle na yeye, lakini wenzetu kule kwenye ulimwengu wa kuzimu hawana hiyo. In fact, wanamuuliza, what do you need from me so that you can give it to me? And I find it very interesting kwa sababu tukisikiza kwenye hizi testimonies wa wale waliovuka kutoka kuzimu kurudi huko, wanakuambia yani timetable zao zimekaa, yani wakifeli there is no grace, wakinini there is no, yani hawana leeway. Sisi wenye leeway ndio hiyo free will tunavyoiita na grace and mercy. We want to still sit there and say, but you know, mapenzi ya Mungu ni makubwa sana kwetu. To a point I think kuna uzoefu, kwani tuna mazoea fulani tunayaweka, lakini bado what he intends must be. Kwa kuna wakati kwamba kwenye wokovu sometimes watu wanachukulia mercy and graces of God for granted, mazoea. Ndio maana ikija kwenye, nilikuwa napenda sana tuongee kwenye sadaka, ikija kwenye sadaka wengi wanakuwa wanajiuliza mara mbili, basi na majukumu, basi na ada, basi na nini, umeelewa? Kwa hiyo mara nyingi tunakuwa tuna doubt, lakini yet tunaona kwamba where there is free will, siku zote kuna sauti, kuna grace and mercies of God. And yet bado mioyo yetu itaendelea tu kuwrestle. Yani sio kwamba umeokoka kwamba vitu vitakuwa kama ulivyosema vitakuwa smooth. No, bado kuna sehemu utapitishwa. Sometimes inaweza ikaruhusu kama Job alivyopita. Magonjwa ya kupata, hasara ikuingie, upoteze kila kitu. Lakini baraka unakuwa. Job aliamwaje? Mke wake alimwambia nini? Mwanamke, marafiki walibabari watu. Bado kuna hiyo aspect when it comes to free will, kuna vitu vile vinavyojirudia. Wanawake, marafiki, mali, hivi vitu bado vinajirudia the same, lakini moyoni bado. Ndio maana Mungu akasema shetani asiguse moyoni, na baki moyoni. Kwa Job Mungu aliona yeye yupo. Shetani hawezi kugusa kama yeye yupo. Ile aspect moyoni mwake kulikuwa kuna nini, naamini moyoni mwake aliyewepo Mungu mwenyewe. Ndio maana akawa na ile nguvu ya kuweza kustahimili yote. Lakini what happens? Baadaye vikazidi, vika multiply big time. And for us this is just a reminder kwamba when it comes to free will, ukiwa unaposubiri sauti ya Mungu au kuisikiza sauti ya Mungu, kuna faida kubwa. Kuna manufaa makubwa. It's not easy. Na kudondoka kupo. Maana sio kwamba eti tumeokoka tujaye kudondoka. Hapana. Kuna watu bado wana definition ya Natalie wa zamani. Sasa hivi ukisema umeokoka, hawajui kwamba ulipata free will. Free will ya msalaba. Unaona, ukiangalia free will, tunaangalia free will ya kuangalia msalaba. Maana ukauangalia msalaba, ukaamua usikie ile sauti kutoka kwenye msalaba, ukafuata. Bado kuna watu na version ya Joyce yule. Lakini hii version ya Joyce anaangalia msalaba na waijui. Inawezekana wanaiona sasa kwenye wana urejesho. Kuna mtu anaweza akaokoka anavyokuona. Kuna mtu anaweza akajirudi akasema kama Grace alikuwa vile. Ndio Grace Mgonde. Kama Grace alikuwa vile, kweli Mungu yupo. Na ni maneno
na Mungu kweli anasikia. Mwisho wa siku tunaona wanakuja watakufuata, wanakuja wanakuelezea shida zao. Kwa hiyo popote pale unapokaa, iwe ni kwenye kazi, biashara, huduma uliopewa, iwe ni kwenye kanisa, popote pale there is free will. Unamtumikiaje Mungu? Amen. Amen. Sio kwamba umepelekwa pale kuwa head wa legal au head wa talent au head wa HR au head wa marketing. Sio pale umepelekwa kwa dhumuni moja. Una free will. Yes, unaitumikia shirika la kuajiri, lakini hapo kitu gani Mungu umeniambia? Sauti, naomba nisikie kutoka kwako. Pale unapokuwa unasoma neno la Mungu, pale unapomsikiliza Roho Mtakatifu akuguide, kama unavyosema huwa anakuguide, then itatokea.